Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yawmiddin. Amma ba'd. Kipindi hewani ni visa vya mitume na bado tunamzungumza bwana mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, na uko nyuma tayari tuchaangazia bwana mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam ni nani, amekuja kwa ajili ya jambo gani. Lakini mwishoni tuliangalia kuzaliwa kwa bwana mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, lakini mwisho kabisa tulifunga kunyonyeshwa kwa bwana mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, na tuliona bwana mtume Muhammadin amenyonyeshwa na watu watatu. Wa kwanza mama yake, lakini wa pili Thuwaibatul Aslamia, lakini mtu wa tatu mama Halimatus Saadia. Na tuligusia kidogo kuwa bwana mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alienda kunyonyeshwa vijijini pamoja na kulelewa vijijini kwa mama Halimatus Saadia, na hii ilikuwa ni kawaida ya Waarabu wa Maka kwa watoto wao wanaenda kunyonyeshwa vijijini. Waarabu wa Maka, ulama asira walitoa sababu kama tatu. Sababu ya kwanza iliyopelekea wale watoto kwenda kulelewa vijijini, kwanza wanakuwa na afsahul lisan, watamka vizuri ile lugha ya Kiarabu. Lakini jambo la pili, wanakuwa na afya kutokana na pale Maka wanakuja watu mbalimbali kutoka maeneo mbalimbali kwa ajili ya kuja kufanya ibada ya hija, wengine walikuwa wanakuja na maradhi. Kwa hiyo mtoto akienda kuelewa vijijini anaepukana na yale maradhi kama ya mlipuko wa pale Maka. Lakini jambo la tatu, wanakuwa ni wakakamavu kutokana na yale maisha ya kule vijijini. Kwa hiyo tuligusia bwana mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam naye alienda kunyonyeshwa vijijini kwa mama Halimatus Saadia. Moja kwa moja tutaiangalia ile safari ya mama Halimatus Saadia kutoka kule baadhi ya shamba kuja mjini kuja kumchukua bwana mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tutaangalia ndani yake yatokea matukio gani na ilitokea miujiza gani. Ilikuwa ni kawaida ya Waarabu watoto wao kwenda kulelewa vijijini, na wale wa mama vijijini walikuwa wanakuja mijini huku kutafuta watoto kwa ajili ya kuwalea, na moja kwa moja walikuwa na pointi wale watoto wa matajiri, watoto wa viongozi, kwa maana anajua atapata ujira mkubwa, au la akiwa mtoto wa kiongozi akishamnyonyesha na kumlea uko mbele naye huenda mtoto akaja kuwa mtu mkubwa, yule mama akawa ajifaharisha kwa mtoto fulani ule kiongozi nimemnyonyesha mimi. Kweli wakatoka watu wengi sana, wakatoka mama wengi sana wakiwa na vipando vyao, walikuwa farasi wao walikuwa wazima, punda wao walikuwa wazima, kuja mjini Maka kuchukua watoto. Lakini pia mama Halimatus Saadia naye siku alitoka pamoja na mume wake naye kuja Maka mjini kufuata mtoto kwa ajili ya kwenda kumnyonyesha ili wapate ujira. Mama Halimatus Saadia tunaambia kuwa alitoka akiwa yeye. Kwa nini atoke kule shamba aje mjini? Kwanza alikuwa na dhiki, kulikuwa na msimu wa ukame, maisha magumu, wanyama wake walikuwa hawatoi maziwa. Lakini pili alikuwa na mtoto, mama Halimatus Saadia yeye kifua chake alikuwa hakitoi maziwa, yule mtoto alikuwa anakosa maziwa ya kunyonya, alikuwa analia sana. Basi akaona atoke aje Maka mjini kutafuta mtoto kwa ajili ya kumnyonyesha, huenda akapata ujira. Kweli wakatoka wakafika mpaka Maka mjini. Kufika Maka huko kila mtu alikuwa tayari kashawahi, wale watoto watu wakubwa, watoto wa viongozi tayari walikuwa wameshachukuliwa. Kwa sababu gani? Mama Halimatus Saadia yeye alikuwa punda wake alikuwa ana mwendo mdogo sana, alikuwa mgonjwa, kwa unakuta alichelewa kufika kule. Watoto wote washachukuliwa, wale watu wakubwa, alibaki pale bwana mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kila akiulizana mtoto wa nani, wasema mtoto ni yatima, hana baba. Watu washangaa, kama mtoto hana baba, je, tukimnyonyesha utapata ujira kutoka wapi? Kwa hiyo watu wote walimwacha bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kuwachukua watoto wa viongozi. Lakini mama Halimatus Saadia kufika pale, yeye alipomkuta bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam naye alimwacha. Lakini mwishoni kabisa akaonelea amchukue yeye, akamwambia mume wake, mimi namchukua huyu, huenda Mwenyezi Mungu akaja kutujalia baraka huko mbele. Kweli mume wake Abu Kabsha akamwambia kuwa mchukue huyo, asallahu an yaj'ala lana fihi baraka, huenda Mwenyezi Mungu akatujalia kupitia mtoto huyu ndani yake kuwa na baraka. Kweli mama Halimatus Saadia alimchukua bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pale tu alipomchukua bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, pale maajabu yakaanza kutokea. Kwanza mama Halimatus Saadia kama tuliona huko nyuma alikuwa kifua chake hakitoi maziwa, mtoto wake analia kwa kukosa maziwa kumnyonyesha. Lakini pindi tu alipomchukua bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alipomweka katika mapaja yake kwa ajili ya kumnyonyesha, anashangaa mama Halimatus Saadia pale yakatoka maziwa mengi sana, bwana mtume akanyonya, kisha akamchukua ile mtoto wake pia akamnyonyesha. Lakini Abi Kabsha mume wake wenda kumgusa yule ngamia alikuja naye, na yule ngamia ashangaa kuwa
kwenda ukamua maziwa, yakatoka maziwa mengi sana, wakanywa wote pamoja na yule mtoto. Watu wakashangaa kuwa kuna baraka zinaanza kumiminika, kwa bila shaka huyu mtoto aliyomchukua si mtu wa kawaida. Kwa hiyo wakalala. Kesho yake sasa wakaanza safari ya kurudi Badia, ya kurudi mashambani. Mama Halima Saadia, kumbuka yule punda wao alikuwa ni mgonjwa, alikuwa kutembea hawezi, lakini maajabu katika safari ya kurudi yule punda akawa na nguvu na akawa anaongoza, akapita wale msafara wote, akapita akawa kwanza kufika Badia. Hii ni nini? Inaanza kuonesha utukufu wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini urudi Badia mashambani, kulikuwa na majani hakuna, kulikuwa ukame, lakini ashangaa yule wakienda kuchunga wale mbuzi wa Mama Halima Saadia, mifugo yake inaenda inakula inashiba. Ilifika pahala mpaka watu walikuwa watamani waende kuchunga Mama Halima Saadia. Kweli masiku yakapita, ikapita kama miaka miwili. Baada ya kupita miaka miwili ya kumnyonyesha ile, Mama Amina alikuwa anamtaka mwanae sasa arudi Maka, lakini Mama Halima Saadia alikuwa anamngangania bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambaye muache huyu tuendelee kumlea, tumeishi naye vizuri. Kwa sababu gani? Ameona yale maajabu na ule utukufu wa bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mama Halima Saadia alikaa na bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mpaka ilipofikia miaka minne. Ilipofika miaka minne sasa ndipo likatokea ile tukio la ajabu, tukio ambalo la kufanywa operation hadithatu shakki sadri, kufanywa operation bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kupasuliwa kifua chake na kutolewa ule uchafu wa shetani. Atusimulia sahaba Anas ibn Malik kupitia hadithi iliyopo kwenye sahihi Muslim, kwa alikuja malaika Jibril kisha akamlaza bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ili hali ya kuwa bwana Mtume Muhammad akiwa nyuma anacheza na watoto wenzake. Bwana Mtume alilazwa chali ya malaika Jibril, kisha akapasuliwa kifua chake na akatolewa kitu kama nyama hivi. Ile ilikuwa ni haftu shaitani, kwa maana ni kile uchafu wa shaitani, au ni kama nyongo, ile nyongo ambayo inapelekea watu kupata vishawishi na kupata hofu ya shaitani. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nyongo ile alitolewa siku ile akiwa na miaka minne, na hii ndio operation yake ya kwanza. Baada ya kutokea tukio lile sasa, wale watoto wakaanza kuogopa, wakakimbia haraka kwenda kwa Mama Halima Saadia na kwenda kumwambia kuwa inna Muhammadan qad kutila, akiwa Muhammad ameuawa. Mama Halima Saadia akatoka akiwa na wasiwasi mkubwa kwenda kule, akamkuta bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amebadilika rangi yake, ile akawa kama yuko tofauti kidogo. Muda ule malaika Jibril alikuwa tayari ameshafanya upasuaji, kisha amemshona bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kurudi katika hali yake ya kawaida. Sasa baada ya kutokea tukio lile, ndipo Mama Halima Saadia naye akapatwa na wasiwasi pale, kwa bila shaka huyu mtoto linaweza kuja kutukuta balaa au jambo kubwa. Ndipo akachukua maamuzi sasa ya kumrudisha bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika mji wa Maka. Kwa hiyo bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hivi ndivyo alivyoenda kulelewa na kunyonyeshwa kwa Mama Halima Saadia mpaka ilipofika miaka minne, ndipo aliporudi katika mji wa Maka. Jambo gani linafuata? Endelea kuwa nasi Rabta TV Mtindo Maisha. Vile vile usisahau kusubscribe, kushare, kulike na kucomment. Vile vile usisahau kutufuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii mingine ikiwepo YouTube, TikTok pamoja na Instagram. Rabta TV Mtindo Maisha. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.